Karibu msikilizaji katika sehemu ya 6 ya simulizi yetu nzuri. Katika sehemu ya 5 tulikuwa tumeishia pale ambapo Upendo anapata fahamu akiwa yuko hospitali mara baada ya kushuhudia kifo cha Grace na kupotea kwa mtoto wake. Alipofumbua macho alikuwepo daktari fulani mle ndani, akamuuliza, "Daktari wangu yuko wapi?" Lilikuwa ni swali kutoka kwa Upendo. "Nitakwambia wapi yupo kwa sasa hivi Blala," daktari alisema, kisha akawa ametoka zake nje. Alisoma mlangoni kwa nje kuangalia upande wa mapokezi. Alikuona Donna na Fanny wakiwa wanaongea na mtu ambaye alikuwa yuko mahali pale akiwa anafanya mahojiano nao. Aliingia katika chumba chake na kuweka vipimo mezani, kisha akawa ametoa simu yake ambako ilikuwa inaita. Yule mgonjwa bado yupo ametolewa na ile askari. Ilikuwa ni swali ambalo lilikuwa limeshiba kiasi. "Bado yupo Dr. Kani?" Alafu wanaulizia kuhusu kulipia, nikasema kwamba kuna mtu kalipia. Daktari alisema, "Safi. Naomba umtoe katika chumba mlete mochwari. Huyo ana ushahidi wetu kuhusu mauaji na mambo mengine ambayo tumeshafanya tayari," alisema Kani, kisha likata simu. Kani alitambua kwamba Upendo alikuwa yuko mahali pale, kwani ni yeye ndo ambaye alikuwa amempokea wakati akiwa yupo mahututi kupitiliza. Na baada ya kugundua hilo akawa ameanza kulipia huduma ya matibabu, kisha alikuwa amepanga njama za kuweza kumuua. Donna na Fanny ndio ambao walikuwa ni watu pekee ambao walikuwa na uwezo wa kuweza kumwokoa Upendo katika kifo ambacho kilikuwa kimepangwa kutokea eneo la mochwari. Kilichoendelea msikilizaji nitakujuza ndani ya sehemu ya 6, mtunzi akiwa ni Sam Dafu, director wewe niko nyuma mic kukujuza nini hasa kilichojili ndani ya simulizi. Ndani ya S-Mix app naipata mpaka mwisho msimu wa kwanza wa pili. Lakini pia kama unatumia iPhone tucheke kupitia 0677062012 ujipatie simulizi kwa uzuri kabisa. Tuendelee msikilizaji na sehemu hii hapa ya 6. Nitarudi mwanangu. Fanny alihisi kama vile kuna mchezo mchafu ambao ulikuwa unaendelea katika hospitali ile, hasa alipokuwa ameunganisha matukio kuanzia kwa Kani kuongea na mtu pindi alipokuwa amemuona maongezi yao yalikufa hadi majibu ya mtu wa mapokezi kuhusu ni nani ambaye alikuwa amelipia huduma za mgonjwa, na pia kauli za daktari ambaye alikuwa amewafukuza ndani muda mfupi uliopita. Matukio yote haya yalimfanya awe na wasiwasi katika kichwa chake. Aliamua kusogea hadi sehemu ambayo Donna Tema alikuwa amesimama huko akiwa anachezea simu yake. Alimnong'oneza jambo fulani kwa sauti ya chini. Donna alitikisa kichwa chake kuashiria kwamba alikuwa amekubaliana na Fanny kwa kile ambacho alikuwa ameambiwa. Haraka sana alitoka katika eneo lile na kuelekea kwenye ofisi ya daktari ambaye alikuwa anamfanyia matibabu Pendo. Alipofika alishangaa kuona mlango umefungwa. Kidogo ilimpa mashaka, lakini alijipa moyo kwa kumsubiri dakika chache mbele. Daktari alikuwa katika eneo lile. Na alishtushwa na uwepo wa Donna nje ya ofisi yake. Alihisi kama vile alikuwa ameotea kile ambacho alikuwa ametoka kuzungumza muda mfupi pindi alipokuwa yuko chooni. Alijikuta na uliza kwa wasiwasi huku sauti yake ikijaa kitetemeshi. "Umefuata nini?" Hakuna ambacho nimefuata, lakini natakiwa kumtoa mgonjwa wangu muda huu," alisema Donna huko akiwa anamtazama daktari. "Halafu mpeleke wapi wakati tunamfanyia matibabu?" "Kuna maswali ya muhimu ambayo natakiwa kuweza kumhoji. Naona kiendelea kukaa hapa katika eneo hili nitapoteza tu muda na hata yeye mwenyewe nitampoteza pia." Donna alibumba uongo ili kuweza kuzibia ukweli usije kabisa kujulikana. Daktari atafakari kwa kina. Alikumbuka muda mchache nyuma ametoka kuongea na Kani kuhusu kumtoa mgonjwa katika chumba chake kisha mpeleke katika chumba cha maiti. Huko naye angeweza kugeuzwa kuwa marehemu. Mbele yake aliona mlima mkubwa wa mitihani wa ushawishi ambao alikuwa anataka kuupanda ili kuweza kumwaminisha Donna kwamba kila kitu kitaenda sawa. Donna naye alishajua kutokana na Fanny kumpa dondoo kadhaa ambazo zilikuwa zinahusu mwenendo ile hospitali wakati alipokuwa anamnong'oneza. Hivyo alikuwa amejiandaa kumkabili daktari kama akileta za kuleta. Sidhani kama atapata matibabu mazuri, daktari alisema, lakini kabla hajamalizia kuongea simu yake ilita. Ni Kani ndo alikuwa anampigia na alipokea kwa akiwa na wasiwasi ndani ya mwili wake. "Hello," alisema kwa kitetemeka kidogo. "Lema, ushamleta huyo mgonjwa? Upo wapi? Vipi, mbona sasa hivi hujamleta huyo mtu?" Sauti ya Kani ilipenya katika masikio ya Donna ambayo yalikuwa yametegeshwa vyema kabisa kama sungura anayesikia sauti za mbwa. Kigumizi kimemkumba daktari kabla ya kumaliza kile kitu ambacho alikuwa anataka kuongea. Donna akampokonya simu na kuweka sikioni. "Unaongea na Donna? Mambo yako ambayo unayafanya yote najua, na kuhakikishia huu mwezi humalizi utakuwa uko chini ya mikono ya polisi," alisema Donna huko akimchimba mkwara beberu. Haraka Kani alikata simu kwa wasiwasi ambao alikuwa nao. Donna baada ya kugundua kwamba simu ilikuwa imeshakatwa akamwangalia daktari kisha akarudisha simu yake. "Let me tell you one thing. Don't play with authority.
usicheze na mamlaka. Kuwa makini sana na kuambia. Hii ni kama last warning, next time nikija hapa ni kifo chako ama utaozea jela. Fanya kazi yako kwa weledi. Usiendeshwe na pesa. Always pesa ipo kwa ajili ya kuua watu. Ili kujua hilo, nenda kasome Mathayo 10:34 hadi 39. Alisema Donna, kisha kama ondoka kwa kumshika mkono daktari ambaye alikuwa kimemshuka kidomo chake tu, na kielele chote ambacho alikuwa nacho mwanzo kilikuwa kikaa pembeni kabisa, iko kinamtazama vile ambavyo alikuwa amejuta. Walifika hadi sehemu ambayo Fana alikuwepo, kisha walimchukua na kuelekea katika chumba lilicholazwa Upendo. Ingawa ilikuwa ni usiku, lakini Donna aliamuru Upendo kutolewa katika hospitali ile, na ndivyo ilivyokuwa. Walimtoa kwa kiweka hadi ya kurudi tena kituoni mara baada ya kukamilisha upelelezi wao. Baada ya Donna, Upendo na Fani kuondoka nyuma, kanalienda kwa daktari huko akiwa na jazba kiasi. Kwa kile alikuwa amechukizwa na kitendo ambacho kilifanywa na daktari yule kwa kuruhusu kupokea simu sehemu ambayo kulikuwa na askari. Alimkuta akiwa yuko ofisini amejinamia tu, na aliingia huko mkononi mwake akiwa ameshika sindano ambayo ilikuwa na sumu. Daktari baada ya kuhisi kwamba kuna mtu ambaye alikuwa anaingia ndani, ilibidi asimame. Lema, hivi kitu chako kina akili kweli? Unawaza vile ambavyo mimi nawaza au wewe unatumia matako kuwaza? Alisema Kani kwa kubwato kidogo. Sikupanga na wala sikutegemea kama eti angeweza kunipokonya si. Lema alikuwa anataka kujitetea, lakini kabla hajamalizia alikatizwa na Suzi ambaye alikuwa amesimama mlangoni. Kelele matako wewe. Hivi unadhani kwamba unadhani vipi labda? Unahisi kwamba hizi kesi ambazo zinatukabili ni nyepesi? Kilichobaki hapa ni wao kuweza kukusanya ushahidi, na mtu ambaye ni shahidi wa mwisho ni yule pale. Then unaambiwa alafu eti mlete, lakini unaanza kuleta usemu muda wote ulikuwa wapi wewe? Suzi alikuwa amechafuka haswa, hakutaka hata kumpa nafasi Lema kujitetea. Lema alirudi akiwa mdogo, hata mwili wake ambao ulikuwa ni mkubwa kwa siku ile ungetosha kabisa kuingia katika chupa ya soda. Kwa jinsi ambavyo alikuwa amejuta, mbele yake aliona matatizo yakianza kumkabili. Kesi ngapi ambazo unazifanya sisi tunakwenda kuhifadhi? Umesahau kama uliweza kumfanyia operation mgonjwa wa kidonda cha mguuni ukampasua tumbo, lakini hakuna ambaye alitambua hilo. Ni sisi ndio ambao tulikuwa tumekulinda. Lakini wewe umeshindwa kabisa kufanya hivyo. Si ndio ambao ulikuwa umeilawiti maiti ya Miss Mwanza, unadhani kwamba hayo yote sisi hatuyajui? Alisema Suzi yuko akiwa anamkumbushia matukio ambayo Lema aliwahi kuyafanya. Jamani, haikuwa Lema alikuwa anataka kujitetea, lakini kwa wakati ule aisee alikuwa ameshachelewa, kwa ni sindano ambayo ilikuwa imeshikwa na Kani ilifika katika mwili wake. Sumu iliyokuwa katika sindano ilikuwa ni tofauti na sumu zote ambazo zimewahi kutokea katika uso wa dunia. Sumu hii ilikuwa ni kama ukitumia basi hujulikani kama umetumia sumu. Ndio sumu ambayo Dr. Kani alikuwa anatumia kuwaulia wagonjwa wengi ambao aliona hawana uwezo wa kuweza kupona, ama wale ambao alikuwa amechoka kuwatibu baada ya kupigwa sindano. Lema alihisi kizunguzungu na kudondoka chini. Walimnyanyua na kumweka katika kiti chake ambacho huwa anakaa. Mezani waliweka daftari, mkono wake wa kulia alikuwa amemshikisha kalamu na kumuinamisha kana kwamba ni mtu ambaye alikuwa anaandika, kisha alichoka na kuamua kujipumzisha. Hatimaye hao wakaondoka zao katika ile ofisi. Hawa ndio walikuwa ni ndege wawili wanaofanana, hakika walikuwa wanapenda kuruka pamoja. Mili yao ilikuwa ni kama kinyonga ambao walikuwa wanabadilika kila dakika na kila sekunde. Mtonyo alimaarufu kama pesa ama ankla kama AY na Mwana FA walivyokuwa wanasema, waliweka mbele zaidi. Hakuna kingine ambacho walikuwa wanakihitaji mbele yao zaidi ya pesa. Mara baada ya kumuua Mr. Lolman na mke wake, kilichokuwa kinahitajika ilikuwa ni kufuta ushahidi wa tukio zima la kifo. Hasa kumuua mtu ambaye walikuwa wamempa msala wa laidi baada ya kugundua kuwa alikuwa ameshikwa na polisi, lakini kumpa hukumu ni wazi kabisa kwamba uchunguzi wa kina ungefanyika, na pindi ambapo ungeweza kufanyika lazima wangeweza kujulikana. Mishale ya saa ukutani ambayo ilikuwa sebleni katika nyumba ya Joel ilizidi kupishana, ambapo mshale wa sekunde ulihakikisha kwamba unasukuma mshale wa dakika, nao ulihakikisha unasukuma mshale wa saa. Ilikuwa ni kama mchezo ambao hautoshi kwa mishale ile. Saa ilikuwa inaonyesha kwamba ilikuwa ni saa 9:30 usiku. Zilibaki dakika 30 ili kufika saa 10. Nyumba nzima ilikuwa kimya, hakukuwa na sauti yoyote ambayo ilikuwa inasikika. Si ya mvua ambayo ilikuwa imeacha kunyesha muda tu, wala ndege, isipokuwa sauti ya mishale ya saa ndio ambayo ilikuwa inasikika ikilia kwa mbali. Ta 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 ta. Joeli alikuwa amelala huku akiwa amemkumbatia Salome ambaye alikuwa uchi wa mnyama.
Usingizi mnono uliwafanya wapenzi wale wawe na amani muda wote. Katika eneo ambalo Lulu alikuwa amezikwa kulionekanika kuota uyoga ambao ulitoa mwanga wa kijani hivi. Uyoga ule ulikuwa kila sekunde kiasi kwamba hadi ulikuwa ni mkubwa kama chupa ya maji ya milimita 500. Hakuna ambaye alikuwa anashuhudia tukio lile isipokuwa Jona ambaye alikuwa amependezwa na rangi ya uyoga. Kwa kuwa hakuona pindi wazazi wake wakiwa nazika, alihisi kwamba ni mti umeamua tu kujitokea usiku ule. Kupitia dirisha la kioo cheusi macho yake yalipokea mwanga, naye akafurahia kuona tukio lile. Tabasamu zito lilikuwa lipo katika uso wake. Alitamani kama angelikuwa nje ili apate kuona vizuri. Kutamani kwake kulimtuma atoke nje, na alifanya hivyo huku akiwa anapiga hatua taratibu. Alifika hadi sebuleni akaangalia sana kusoma, kisha aligusa kitasa ambacho hakikutaka hata kupinga. Kilimkubalia kwa kufunguka na akatoka nje. Alifika katika eneo lile, lakini hakubahatika kuweza kuona uyoga wala rangi ya kijani haikuwepo tena. Ilimwogopesha. Alianza kurudi nyuma ghafla alijikuwa na kuanguka. Kitendo cha kuanguka chini kilienda sambamba na kukatika kwa umeme. Sasa kiza kilikuwa kimetawala eneo lote la Butimba. Macho yake alishindwa kuzalisha nuru ambayo ingeweza kumsaidia kuona mbele. Hakuona msaada mwingine zaidi ya kulia na kuita, "Mama! Mama! Baba! Baba!" Aliita hivi kwa zaidi ya mara 3, lakini haikumpa faida yoyote ile. Aliamua kujinua haraka, kisha alienda hadi mlangoni. Mkono wake wa kulia ulishika kitasa na kujaribu kufungua mlango, lakini safari haikuwa kama mwanzo. Kitasa kiligoma kufunguka. Alikumbuka kwamba hakufunga mlango kwa ndani. Aliwaza ni nani ambaye kafunga mlango. Kache kache kache. Sauti ya mtu akiwa anafungua mlango kwa ndani ilisikika kuashiria kwamba ndani kulikuwa na mtu. Ni kweli ndani kulikuwa na mtu ambaye ni Joeli, ambaye alikuwa ameamka na kwenda kumwangalia mtoto wake chumbani. Kwa ajabu ni kwamba alimuona mwanawe akiwa amelala mahala pale. Wakati akiwa anarudi aliamua kupita sebuleni kuhakikisha kama mlango ulikuwa umefungwa ama la. Ndio, aliamua kufunga baada ya kugundua kwamba ulikuwa hujafungwa. Wakati anarudi aliona mtu katika dirisha lake. Ilibidi asimame ili atizame ni nani ambaye alikuwa dirishani. Kutokana na kiza hakuweza kumfahamu ni nani ambaye alikuwa mahala pale. "Nani wewe?" aliuliza kwa sauti. "Ni mimi baba, ni Jona." Jona alisema kwa sauti ambayo imeambatana na majuto hivi. Maswali yalikuwa katika kichwa cha Joeli, ambaye alisimama baada ya kupigwa na butwa. Jona, na yule ambaye yuko pale chumbani kwake ndani?" Alijiuliza. Aliona ni bora aende kuhakikisha chumbani kwa Jona kama alikuwekwa mara. Alipiga hatua 3, lakini ghafla umeme ulirudi na mwanga ulitanda chumbani kote. Akaendelea na safari hadi chumbani. Hakubahatika kumuona Jona. Sasa amefikaje nje? Imekwaje hadi kaenda nje? Alijiuliza maswali ambayo kichwa chake kilikosa majibu moja kwa moja. Alijawa na maswali mengi. Alijikuta akiwa anakuwa na wasiwasi sana. Nje sauti ya Jona ilisikika ikitaka msaada, ni kama alikuwa kavamiwa na kitu hivi. Kitu ambacho kilimshika shingoni na kumfanya asiongee vizuri. Maneno yaliyokuwa yameachwa kwenye utamkwaji yalisikika. Joeli akaona endapo akaendelea kukaa ndani basi mtoto wake atamkosa haraka sana. Aliamua kwenda kumuokoa. Alifika mlangoni na kufungua mlango kisha katoka nje. Macho yake hayakuamini baada ya kusafirisha kile ambacho alikuwa anakiona mbele yake hadi katika ubongo ambao ulitafsiri tukio lile. Lulu alikuwa anamtafuna Jona na sasa alikuwa amekula nusu ya mwili wake. "Baba, njoo tule," alisema Lulu huku akikisia kutokana na kutokuona kwake. Mkojo si mkojo, mavi si mavi, vyote kwa pamoja viligonga katika bukta ambayo Joeli alikuwa ameva. "Acha!" alisema kwa sauti. "Mume wangu, nini tena?" Salome aliuliza baada ya kuamshwa na sauti ya mume wake. Alimtazama Joeli ambaye alikuwa kihema na kijasho kikimtoka. Joeli alishangaa, kumbe yote ambayo alikuwa anayaona ilikuwa ni njozi tu, lakini ajabu ni kwamba umeme ulikuwa umekatika. Ni kama vile ambavyo alikuwa anaota katika njozi. "Mke wangu, Lulu anamtafuna mtoto, Lulu," alisema Joeli kwa wasiwasi. Lulu kafanyaje bwana? Na mtu kafa alafu mbona unakuwa na mambo ya ajabu usiku wote hapa jamani kweli?" aliuliza Salome kwa jazba kidogo. "Haki ya Mungu, nimemwona Lulu akiwa anamla Jona. Kweli kabisa mke wangu. Kweli nakuambia Yesu wangu." Joeli alisimamia msimamo wake, lakini msimamo ule ulishindwa kufua dafu mbele ya Salome ambaye aliamka na kwenda sebuleni. Akawasha taa ambayo hutumia sola kisha akaelekea chumbani kwa Jona. Alimkuta amelala. Akarudi chumbani kwao akiwa na jazba. Hakupenda kabisa vile ambavyo mume wake alikuwa amemwambia kwa kuhisi amemsumbua. "Jona yupo?" aliuliza Joeli. "Ndio." "Hebu lala huko."
Salome alisema huku na yeye akiwa anajifunika shuka. Damu ya Lulu ilianza kumsumbua Joeli ambaye hata hakusikia kile ambacho alikuwa ameambiwa na Lulu wakati akiwa anataka kumuua. Sawa, nisamehe, ila na kuomba ukishamaliza kuniua tafuta Biblia, soma Kutoka 20:1 hadi 17. Puuza yake ya kuto kusoma kama ambavyo aliambiwa na Lulu kulimfanya akutane na matukio ya ajabu ambayo hakuwahi kabisa kuyaona katika maisha yake. Siku ile usingizi ulimpitia kushoto, alishindwa kabisa kulala hadi kuna pambazuka. Kila alipotamani kulala bado ndoto ilikuwa inajirudia katika kichwa chake. Msongo wa mawazo ulikuwa umemtawala, alianza kujiingiza katika majuto ya kwa nini alikuwa amehusika katika kifo cha mtoto wake. Kwa kuwa hali ilikuwa inamtokea yeye peke yake katika nyumba, hakutaka hata kuwashirikisha wenzake, ilibidi abaki nalo tu. Akiahidi endapo kama ukipambazuka basi atatafuta njia mbadala ya kuweza kutatua tatizo lile. Asubuhi kulipopambazuka alijiandaa vizuri kwa ajili ya kwenda kazini. Alioga kisha akapiga mswaki na kuvaa suti ambazo zilimkaa vyema tu. Alipanda gari lake huku akiwa anamwaga mke wake ambaye alimuonesha tabasamu. Salome kama mama alimwandaa mume wake vyema. Hata harufu ya perfume ambayo alikuwa amejipulizia ilibakia chumbani, na aliporudi alihisi raha mno kuipata harufu ile. Maisha ambayo alikuwa anayapata sasa yalianza kurejea, kwani aliona kwamba ni amani kuishi maisha yale bila hata uwepo wa misukosuko kutoka kwa watu ambao walikuwa wanasema kwamba wanamtelekeza Lulu. Alihisi kwamba ni tayari ameshamaliza kile kitu. Aliangalia picha yao ya ndoa na kuikumbatia. Na kupenda mume wangu, alisema huko akiweka tabasamu. Alirudisha picha sehemu ambayo hukaa siku zote, kisha alielekea jikoni kuandaa chakula. Wakati anapika alimkumbuka Jona hakujamuandaa kwa ajili ya kwenda shule. Ilibidi aende chumbani kwa Jona. Alimwamsha kwa ajili ya kwenda shule, na akaamka kisha alienda kuoga na safari ya shule ikawadia. Aliondoka nyumbani saa 2:30 huku katika mfuko wake wa suruali alikuwa na shilingi 10,000 ambayo waga anapewa kila siku kama pesa ya matumizi. Salome sasa alibakia mwenyewe nyumbani. Nyumba ilikuwa imepoa mno, kelele na fujo za Jona hazikuwepo mahali pale, naye alihisi ni kama kuna kitu ambacho alikuwa amekikosa hivi. Si nyumba imepoa jamani, mfanye mrudi basi. Alisema huko akiwa anasogelea jokofu ambalo walikuwa wanatunza nyama. Alichagua nyama nzuri ambazo zingeweza kufaa kupikwa na ndizi, kisha aliweka jikoni na kuanza mapishi rasmi. Dakika 15 zilitosha kuchemsha ndizi na nyama. Sasa alikuwa anataka kuzichanganya kwa pamoja ili mapishi yakolee utamu. Katika upande wa mapishi, Salome alikuwa ni mpishi haswa. Alijua kupika kana kwamba alizaliwa jikoni. Apike chakula gani mume wake ashindwe kula na kufurahia? Kila diko ambalo lilikuwa linapikwa kwenye hoteli kubwa, yeye alitambua kupika. Kwa mvivu kama ilivyo kwa wanawake wengi ambao wanabandika kucha maeneo ya mjini, hawa hata kutoa sufuria jikoni hawawezi. Utakuta wanaogopa kushika hata sufuria, ili hali wakienda unyagoni wanafundishwa mwanamke hatakiwi kuogopa moto. Njaa inauma. Ngoja nikaandae juice bwana, alisema huko akiwa anapakua chakula. Alitoka na kuelekea sebuleni. Alichagua matunda ambayo walikuwa wanapendelea kutumia katika kutengeneza juisi. Alitengeneza kwa muda dakika 10 na 15 nyingine zilitosha kabisa kwa juisi ile kupata ubaridi. Akarudi tena jikoni na kuchukua chakula, kisha kaelekea katika meza ya chakula na kuanza kula. Ndizi ya kwanza iliingia mdomoni, lakini alihisi kama vile alikuwa anatafuna nyama hivi. Aliguna, lakini hata hakujali, alikula hivyo hivyo. Mama, naomba chakula. Sauti ya mtoto ambaye aliitambua ni ya Lulu ilisikia kutoka chini ya meza. Papo hapo hamu ya chakula ilimwishia. Aliganda kama sanamu la samaki sato aliyekuwa amepatikana maeneo ya Posta jijini Mwanza. Huku akiwa anasikiliza kama ile ni sauti ingejirudia, lakini haikuwa hivyo. Kimya kilifuata, na aliangalia kwa chini akubatika kuona mtu. Wenge mengine haya alijisemea huku akiwa anajicheka na kurudisha kichwa chake kwenye chakula, lakini kile ambacho alikuwa anakiona kwenye chakula ndio kilimpa wasiwasi zaidi. Ni vidole vya miguu pamoja na mikono vya binadamu vilikuwa vipo katika sahani yake ya chakula. Jesus Christ! Salome alisema kwa kirudi nyuma, mapigo ya moyo yalimwenda mbio bala. Mama, Salome baba ni uwe ili unitafune na uninywe supu au umesahau? Kula tu vidole vyangu hivi hapo, alisema Lulu, huku ilisikika tu shingo ya Salome ikigeuza taratibu kuelekea upande wa mashariki ambako kulikuwa na mlango. Ndiko sauti ilitokea. Alichokuwa nakiona kilimfanya apoteze fahamu. Ujasiri wa kumtazama Lulu ambaye alikuwa ametokwa na mafunza mwili mzima, huku miguu yake na mikono ikiwa haina vidole, ulimshinda. Muonekano wa Lulu haukuwa kama wa mwanzo, kuanzia macho yake ambayo yalikuwa yanadondosha usaha
Mafunza ambao walikuwa wanatoka kila sehemu iliyokuwa na tundu pamoja na manzi ambao walikuwa wanamsogelea na kumsakama kana kwamba alikuwa ameiba hivi. Harufu iliyozidi ya mzoga wa nguruwe ilikuwa ipo katika mwili wa Lulu ambaye alikuwa amesimama kwa muda mlangoni kabla ya kutoweka. Tuende upande mwingine wa simulizi yetu msikilizaji. Walichopanda ngoja wakivue. Tutaona tu mwisho wao nini. Kama kuna uwezekano ningependa mniplay kwa Karen. Nataka kumuuliza maswali kuhusu wapi mwanangu yupo. Alisema Upendo ambaye alikuwa ananyonyesha watoto mapacha baada ya kupewa na Dona Tema. Dona pamoja na Fani walikuwa wamesimama pembeni ya kitanda ambacho Upendo alikuwa amekaa. Baada ya kumtoa hospitali waliamua kumpeleka nyumbani kwa Dona ambako huko angeweza kuishi hadi siku anapata afadhali kisha angeweza kumrudisha nyumbani kwake. Ni nani huyo? Aliuliza Dona. Upendo alikaa kimya kidogo huko kitafakari. Alimwangalia Fani kisha akamwangalia Dona ambaye alimeza fundo kubwa la mate. Karen ni rafiki yangu. Huenda wakati mimi naondoka yeye alikuja pale nyumbani kumchukua mtoto. Alisema Upendo. Inakuwaje kuchukua mtoto mmoja alafu wengine awaache? Does it make sense? Aliuliza Fani. I haven't confirmation ila sidhani kama inawezekana na nilikuwa nataka kumuuliza tu. Upendo alisema huko akimweka pacha mmoja vizuri. You need to take a break. Alisema Dona akimaanisha kwamba nitakao pumzike. Maongezi yao hayakuwa na mwingia akilini Upendo ambaye alishapanga liwalo na liwe lazima akutane na Karen ili kumuuliza kama amemwona mtoto wake ama la. Kikubwa ambacho alitaka kuongea na Karen ni kwamba alihisi kwamba ndiye ndo amehusika katika mpango wa kuweza kumchukua mtoto kwa sababu tangu aongee naye kuhusu Noel anamtaka mtoto ndio ilikuwa ni mwanzo wa kuweza kupotea kwa mtoto. Sawa, hakuna shida. Na vipi kuhusu mazishi? Aliuliza Upendo. Mazishi ondoa shaka, msiba huko hospitali ambayo alikuwa tumekupeleka tutafuata tu muda sio mrefu. Alisema Fani huko akiwa anamwangalia Dona na kumtaka wasogee pembeni ili wapate kuzungumza. Wakati wakamsogea kwa nje, lisimama gari nyeusi ambalo lilikuwa na vioo vyeusi. Ndani ya gari kulikuwa kupo na Kani pamoja na Suzi ambao walikuwa wanaongea. Na mjua yule askari anamfanya kazi mmoja ila hana mwanamke. Alisema Suzi. Kama anamfanya kazi kila kitu kimeisha hakuna shida. Alisema Kani huko akiwa anatoa simu yake. Alifanya kuchezea kidogo kisha akasema tena. Tunaweza kuondoka tayari, nimeshampanga kila kitu. Alisema hivyo huko akiwa anawasha gari na kuondoka mahali pale. Wakati alikuwa anaondoka kina Dona walikuwa wanatoka ndani ili kwenda hospitali kufuata msiba. Kwa bahati nzuri aliona gari lakini hakujua ni nani. Alihisi kwamba ni watu ambao walikuwa wanaendelea na safari yao. Asijue kwamba ilikuwa ni timu kazi ambayo ilikuwa imeingia mahali pale kwa ajili ya kufanya mauaji na sio jambo jingine. Na waliongoza njia ya hospitali hadi walipofika. Walitoa mwili na kupakiza kwenye ambulance. Wakati wanatoka hospitali ni Dona ambaye aliona gari la Khan lakini hakutambua kama walikuwa ni akina Khan. Alisema kumwambia Fani, ile gari niliwahi kuliona likiwa linapita maeneo ya nyumbani. Alisema Dona huko akinyoshea kidole gari la Khan. Hebu tusimame tuangalie kwamba ni akina nani maana hata mimi niliona. Alisema Fani. Anyway, tuachane nao wapita njia tu wao. Alisema Dona kisha aliwasha gari yake kwa mara nyingine tena akaondoka katika eneo lile lakini katika chake alikuwa na mashaka hivi. Wakati anakaribia getini alipishana na gari la polisi, ilibidi atizame lakini walimpita kana kwamba walikuwa hawamfahamu hivi. Fani, wanaenda kufanya nini leo? Aliuliza Dona. Sijajua. Ila nahisi kuna kitu. Anyways, tuendelee mambo yetu bwana. Alisema Fani. Kisha hao waliondoka zao. Askari ambao walikwenda hospitali hawakuwa na jingine walilokuwa wameenda kulifanya pale zaidi tu ya kuweza kuchunguza kifo cha mmoja daktari ambaye kwa mujibu wa vipimo ilisemekana kwamba ni pressure ndio ilimuua. Na walipiga picha mwili wa Dr. Lema ambaye jana yake usiku alikuwa amechomwa sindano ya sumu na Kani mara baada ya kushindwa kukamilisha kazi aliyokuwa ametumwa. Ujanja wa Kani uliwazidi polisi ambao walishindwa kabisa kutambua ipiaso ilikuwa ni sababu ya kifo cha daktari yule ambaye kabla ya kifo alikuwa amempa matibabu Pendo. Kani hakuwa mtu wa kuchezewa, sio yeye wala Suzi, wote walikuwa ni born town, yani vijana ambao walizaliwa mjini. Walifahamu kila uhuni ambao ulifanywa na madaktari wengi ndani ya Tanzania na walikuwa na ufanya tena kila siku ndani ya hospitali. Wakiwa katika gari ambalo lilikuwa limesimama sehemu ya parking wakaendelea kuongea. Unajua tuna kazi ngumu sana ambayo imebaki mbele yetu. Sidhani kama tutaweza kutoka hapa ise. Alisema Kani ambaye ni kama vile ameanza kukata tamaa hivi. Kani. Wengine ambao naongea. Alafu ni mtoto wa kiume. Je, na mimi hakika nizungumzeje labda? Nizungumzie jambo gani hapo? Suzi alikuja juu sana huku akiwa na msihi Kani kutokukata tamaa. Naona kama tunaenda kuwa watu wengi sana ise.
kama tusipojiangalia. It doesn't matter. Kwani tumeanza leo kuwa as long as tunafanya hili kuweza kujilinda. Hivi unachukuliaje miaka 30 au kifungo cha maisha jela? Hilo swala unadhani kwamba ni dogo, si ndio? Alisema Suzy kwa jazba kidogo. Napo parefu mnaise. So what next? Maana lazima tuwe kwa wakati, hakuna namna. Alisema Kani ambaye alikuwa ameinamisha kichwa katika usukani. Next ni ule dem. Lazima kaburi limfukie, lazima nasema. Yaani afe beki au kipa. Suzy aliongea huku mkono wake wa kulia ambao ulikuwa umekunja ngome akiwa anapiga katika siti kuashiria kwamba alidhamiria kabisa kukifanya kile ambacho alikuwa anakisema. Pumzi nzito ikashushwa na Kani ambaye alikuwa ameshika simu yake na kuchezea kidogo kisha aliweka mfukoni. Muda wa kurudi hospitali, alisema Kani. Yes. Ila sitakaa sana, nitaondoka mara moja. Suzy alisema huko anaangalia nje. Wapi naenda tena? Mall. Kuna jamaa anataka kunipa deal, so nitakuwa niko pale pia, nitasimamia baadhi ya mishemishe zangu tu. Sinajua kabisa nina duka pale. Alisema Suzy ambaye alikuwa ameweka sawa nguo yake kisha akawa amefungua mlango ili apate kushuka. But listen, hiyo ni siri. Sije kabisa ukakutana na mume wako huko alafu akakulewesha akikupa tu mnyandua tu akufa mtu hapo kukupelekea moto unalopoka kila kitu. Alisema Kani kama sehemu ya matani tu kwa akiwa anampima kama Suzy ana mwanaume amala. Hata ningepelekewa moto kiasi gani aisee, sitakuja kusema. Kunijui vizuri Kani. Alafu huo moto unaozungumzia kwa wanaume gani? Hao wala chipsi yai wa kimoja chali au kuna wengine? Suzy naye alijibu kwa dhihaka huko akiwa anacheka. Hao maana vijana wa siku hizi bwana, nje ya mwezini wanalamba kwa ulimi ambao watajitetea nao mbele za Mungu siku ya malipo. Alisema Kani huko akiwa anajiandaa kushuka. Kani, usinichekeshe mimi, alafu sinaga mtu aisee, usinipatie tu dhambi za kuzini bure, alisema Suzy. Suzy hakuona sababu ya kuendelea kukaa katika eneo lile, aliamua kuondoka. Macho ya Kani yalitembea katika mwili wa Suzy, aliona umbo zuri la mwanamke yule wa Kisukuma. Alimtazama kuanzia juu hadi chini huko akiwa na meza funda la macho hadi pale ambapo Suzy alikuwa amezama kwenye kona. Nitakuwa mzembe kama sitamwambia ukweli kwamba nampenda, alijisemea moyoni. Upendo ni kama maua, unaweza kuchanua sehemu yoyote ile. Uzuri wa upendo ni kitu ambacho endapo kama ukikionesha basi kitajulikana tu kwa namna yoyote ile, hata ufiche vipi. Mti ukiupa upendo kwa kumwagilia maji kila siku basi utakupa matunda. Mbwa naye ni hivyo hivyo, kama ukimpenda basi muda wote atakuwa anatamani kukufuata ama kuongozana na wewe. Upendo ni kama chuki, zinafanana na utembea kwa pamoja. Penye chuki lazima kulianza kuwa na upendo. Kwenye upendo kila mtu atatambua na penye chuki pia atatambua. Ukaribu wa Kani kwa Suzy alijikuta anatokea kumpenda na kutamani kuwa naye muda wote. Dili la kutafuta mtoto liliwakutanisha na hisia za mapenzi zikaanzia kwa Kani huku Suzy asijue. Akiwa ofisini kwake, Suzy aliendelea kupanga baadhi ya taarifa na majina ya wagonjwa ambao alikuwa anatakiwa kuweza kuhudumia. Ghafla mlango uligongwa naye aliruhusu mtu kuingia. Dennis, upo kumbe maana hatuonani, alisema Suzy baada ya kuona sura ya Dennis mbele yake. Tunaona vipi wakati bwana kila nikipanga tu hadi naona niruka bwana. My god. So hivyo Dennis, you know what? Yaani niko busy kinoma hapa penyewe. Naenda kwenye operation huko ndani, alisema Suzy kwa kichukua joho la kazi. Dennis alikuwa ni daktari wa magonjwa ya mifupa na magonjwa mengine ya kawaida. Na alikuwa ni miongoni mwa watu ambao walikuwa wanampenda sana Suzy. Mara zote pindi alipokuwa anakutana hakuacha kumwambia ukweli, alimueleza vile ambavyo alikuwa anampenda, lakini kwa Suzy alifanya kama kipofu na kiziwi. Kile ambacho alikuwa anaambiwa na Dennis hakupata kabisa ukiweka akilini. Hata matendo yake pia alikuwa hayajari kabisa, kitu ambacho kilimuumiza mno. Moyo wa Dennis uliangukia katika mikono ya mwanamke ambaye amechagua kazi ya uuaji. Na siri hii hakupata kuijua. Laiti kama angeweza kuifahamu hii basi hata asingempenda. Sawa, hata usijali ino kwamba unakosa muda kwa kuwa mimi ndo ambaye nakuwa nakuhitaji, but ingekuwa wewe ndo ambaye unanihitaji mimi, nadhani kwamba usingekosa huo muda, alisema Dennis. Please Dennis, bwana useme hivyo. Mwenyewe unaona kabisa hii sekta ilivyokuwa ngumu. Yaani muda wote tunahitajika kuweza kuokoa maisha ya watu. Hata kama but kwa nini unakuwa unashindwa kunisikiliza why? Hivi unajua ni jinsi gani ambavyo unakuwa unateseka kwa ajili yako? Unajua nimeanza kutokujielewa siku hizi hadi leo hii nilikuwa naongea na mgonjwa akataja jina lako. Naumia Suzy, please hebu naomba basi hata unielewe. Dennis alipeleka mashambulizi kwa kasi huko akiwa anatumia wafungaji wawili, machozi na magoti kabisa. I don't know nisemeje, sijui yani hata sielewi, unaniweka njia panda ujue. Unajua nimetoka kulia na sitaki tena nijirudie kama ile.
alisema Suzy huku akiwa anamwangalia Dennis ambaye alikuwa amepiga magoti. We can't be the same bana. Hatuko sawa katika ya maisha Suzy. Ni sawa kwamba uliumizwa huko nyuma lakini sio mimi. Na imani kama mimi sitakuumiza lakini kwa nini nakuwa naumia kupitia wewe? Natamani labda tu ungeweza kuingia katika moyo wangu, ukaweza kuona jinsi gani ambavyo nateseka na umia na nakosa raha wakati wewe ukiwa upo. Kwa nini lakini? Alisema Dennis ambaye alidondosha machozi kabisa. Sasa alikaa kimya kidogo akamtazama Dennis kwa muda. Kichwa chake kilijenga kumbukumbu ya miaka 3 nyuma. Alishindwa hata la kusema. No say, sina la kusema kwa leo. Hebu nakuomba tu unisamee. Nitakutafuta tu weekend tutaongea zaidi. Suzy alisema huko akiwa anatoka nje na kumwacha Dennis katika ofisi yake. Pindi alipofungua mlango alikutana na Khan ambaye alikuwa amesimama na kwa jinsi ambavyo ilikuwa ni wazi kabisa kwamba alikuwa amesimama kwa muda mrefu. Oh, Khan, kuna nini? Aliuliza Suzy. No, hakuna kitu. Khan alijibu kwa kujikausha, hakutaka kumwangalia Suzy, macho yake yakawa yameelekezwa kwa Dennis ambaye alikuwa anatoka ndani. Khan, inakuwaje mzee? Alisalimu Dennis lakini Khan hakuitikia, alijifanya kama vile hajasikia hivi. Unaelekea wapi Suzy? Aliuliza Khan huko akiwa anafunika salamu ya Dennis. Anaenda kwenye chumba cha upasuaji, kuna operation ndo ambayo nimekumbuka hapa by saa 6:30 hivi itafanyika. Acha niwahi bye Khan. Baadaye Suzy alisema huko akiwa anatembea kwa hatua za nusu kukimbia nusu kutembea. Dennis alisema kwa muda akijiuliza kwa nini Khan hakuitikia salamu yake. Macho yake yalitoa katika uso wa Khan, aligundua kwamba ni kama mtu ambaye alikuwa na hasira hivi. Unamtongoza yule demu au tayari mpenzi wako? Khan aliuliza kwa sauti iliyosimama. Sio demu wangu ila namtongoza ise. Alisema Dennis, sauti ya kupinda kidogo hivi. Macho yake aliendelea kumtazama Khan ambaye aliasaga meno kisha akasema, kama namtongoza basi achana naye. Ni mali yangu sawa? Mbona sijawahi kusikia akisema kwamba ni mtu wake? Dennis alihoji. Haikuhusu, elewa ninachokuambia. Na kama ukiendelea kumtongoza don't blame me later. Usinilaumu kabisa. Mkwara dume ukachimbwa pale na Khan ambaye alikuwa ameanza kuondoka. Sasa kama ni demu wako si angesema baizeni huna la kunitisha ise Khan. Nilikupokea hapa na kufahamu vizuri sana wewe. Dennis alijibu mapigo kwa kujitoa uoga katika mwili wake, asifahamu namba ambayo alikuwa anaichokoza ise haikuwa sahihi kabisa na ilikuwa imeshavurugwa. Bana. Haya, ngoja tuone nani namba chafu. Twende upande wa Betty. Alikuwa anatoka kuteka maji kwenye moja kati ya bomba ambalo lilikuwa jirani na sehemu ambayo walikuwa wamefikia. Ukarimu wa Manyasato ulimfanya Betty siku yake ya kwanza kumsaidia kuteka maji. Licha kuwa na kidonda katika mkono wake, lakini aliona kwamba ni vyema kama akiwa ni mfanyakazi wa kumsaidia mama yule ambaye alikuwa amejitoa kuwasaidia. Alifika nyumbani na kutoa ndoo ambayo ilikuwa kichwani kwake. Pembeni ya sehemu ambayo alikuwa ametoa ndoo kulikuwa na GE ambaye alikuwa amesimama kwa kionekanika ni kama mtu ambaye alikuwa amekosa amani hivi. Janet. Aliita mara 2 bila hata mafanikio. Na bwana hata sijui kaenda wapi tena huyu naye na hana hata ugeni. Alisema Betty kwa jazba kidogo, akamsogelea GE na kumkumbatia. Tutakuwa na maisha mazuri usijali, alisema kama kumfariji GE ambaye hata hakuwa hana uwezo wa kusikia wala kuongea. Kumbatio lile likampa faraja GE ambaye alidondosha machozi na kumfikia Betty ambaye alihisi maumivu katika moyo wake. Betty, umerudi kumbe? Ilikuwa ni sauti ya Manyasato ambaye alikuwa ameongozana na mwanaume. Ndio mama, alisema Betty huku akimtazama mwanaume ambaye alikuwa ameongozana na Manyasato. Anataka kuniozesha au? Alijiuliza bila hata kupata majibu. Manyasato alimwangalia Betty kisha akarudisha macho kwa GE ambaye alikuwa amekumbatiwa. Kaka Jose, hawa ndio watoto ambao nimekuambia. Na imani kwamba wanahitaji msaada wetu, tuwape elimu. Alisema Manyasato. Moyo wa Betty ulifyatuka. Hakuamini kile ambacho alikuwa anakisikia mbele yake, macho yake yalianza kutoa machozi. Sio wakubwa sana, wanaweza kabisa kuanza kusoma. Hakuna shida, ila huyu mwingine si anasikia au ndo kiziwi? Alisema Jose kwa kumnyoshia kidole GE. Ndio, huyu hana uwezo wa kuongea wala kusikia. Lakini si unazijua shule ambazo wanasoma vizuri na mabubu. Unaweza kabisa kumpeleka tu hata kwa hela nitalipa. Nitajichanga tu hakuna hata shida. Na Manyasato alisema. Lakini dada, hao watoto wote utaweza kweli kuwasomesha? Mbona na kuonea huruma? Kaka wa Manyasato alisema. Msaada wangu mdogo ndio ambao utakuwa ni mkubwa huko mbeleni. Wao hawana uwezo wa kusoma lakini kupitia mimi nitawajalia tu kuweza kupata elimu Jose. Sawa dada, alisema Jose. Urithi pekee ambao uliaminiwa na Manyasato kwa mtoto ni elimu. Kwa kaliamini endapo kama akiwapatia watoto elimu basi kila kitu kitaenda sawa, na ndio ilikuwa ni sababu ya kuweza kumuita kaka yake ambaye
alikuwa ni Jose ili amshirikishe katika swala la kupata sare baada ya hapo masomo yaanze. Jose naye hakuona sababu ya kuto kumpatia dada yake kiasi kadhaa ambacho kingeweza kusaidia watoto wale kwenda shule. Lakini dada, mbona miezi imekwenda sana? Aliuliza Jose. Vyema waanze na mwakani, watarudia tena baada ya hapo wataendelea tu kusoma. Nafanya hivi kwa sababu najua kwamba nikisema mwakani ndo niwapeleke shule, mtao utawazoea hawa. Ni wachache sana wenye maono kama yako dadangu. Mungu azidi kukuweka. Unajua watoto kila siku nilikuwa nawaona pale. Jose alizungumza kwa sauti ya upole kidogo. Na Nyasato bado mdogo sana. Naweza kufa muda wote ule. Nisipojitoa kuweza kuwasaidia watoto wa wenzangu basi wangu pia watateseka. Na sipendi iwe hivyo. Ni vyema kabisa kwa hichi kidogo ambacho nilicho nacho nitoe tu labda elimu. Itakuja kuwa kuweza kukomboa watoto wengi sana huko mbeleni. Mama Nyasato alitoa darasa la bure kabisa kwa ndugu yake ambaye alishindwa hata ongea nini. Sawa dadangu, acha basi nianze kutafuta kituo kwa ajili ya huyu hapa mwingine. Baada ya hapo tutajua kama inakuaje, alisema Jose, kisha aliamua kuaga na kuondoka mahala pale. Wakati anaondoka alipishana Nyasato ambaye alikuwa ameongozana na Janet. Nyuso zao zilikuwa zimejaa tabasamu. Walikuwa wanacheka na kufurahi kana kwamba walikuwa wanajuana kwa muda mrefu hivi. Tabasamu lile liliingia katika moyo wa mama Nyasato ambaye alifurahi hadi machozi yalianza kumtoka. Asante mama. Mungu akubariki. Nilitamani kuweza kuanza shule lakini nilihisi kama vile mimi ni mkubwa hivi. Betty alisema huko akiwa anamwacha GE na kumsogelea mama Nyasato. Betty, kwenye elimu hakunaga ukubwa. Hakuna ukubwa kabisa. Kikubwa ni kwamba nenda kasome, na naamini kabisa kwamba ukijua kusoma watakuvusha baadhi ya madarasa. Cha kufanya ni kwamba uwe tuna uelewa mkubwa na upende kusoma sana mama, alisema mama Nyasato kama kumtoa wasiwasi Betty. Mama, tumefika kwa mwalimu, amesema kwamba wanaweza kwenda kuanza hata hakuna shida, alisema Nyasato. Wow, Mungu mkubwa. Kesho tutaenda kwa fundi, tutakawajaribishia sare za shule na baada ya hapo Jumatatu mtaanza shule, sawa? Mama Nyasato aliwatoa hofu. Mungu hawezi kunyima vyote, ndivyo watu husema eti. Na hakika msemo huu ulienda kwa mama Nyasato ambaye hakuwa na maisha mazuri kiuchumi, lakini hakuona sababu ya kutokuwasaidia watoto ambao waliomba msaada. Kwa utu aliweka mbele kuliko kitu. Alithamini utu kwa kuwapenda watu mbalimbali na kuwasaidia kuliko hata kujali kitu chake. Tabia hii alitamani hata mtoto wake arithi ili aweze kusaidia wengine, kwa kuamini kuwa pindi akisaidia watu wengi basi shukrani zao zitampa baraka, hata kama sio ya pesa, lakini atapata amani katika maisha yake. Jioni ilikuwa imetua katika jiji la Mwanza. Kila mwenye pilika za mchana alianza kufunga vikolokolo vyake ili aweze kurudi. Joel alikuwa ni miongoni mwa watu ambao walikuwa ofisini bado. Kichwa chake kilikuwa kinamgonga kutokana na kuwaza kile ambacho kimetokea usiku wa jana. Aliangalia saa yake ukutani ambayo ilionyesha kwamba ni saa 10:30. Ghafla simu yake ambayo aliweka mezani iliita, naye alipoangalia aliona namba ya mke wake akapokea. Yes love, alisema kwa sauti ya mahaba huku akiwa anaweka tai yake sawa. Baby, unarudi saa ngapi? Nyumbani hapo vizuri kabisa. Sauti ya Salome ikasikika huku akiwa anatetemeka kwa mbali. Muda sio mrefu, kuna nini kwani? Aliuliza Joel. Lulu, mume wangu. Lulu, ataniua mimi. Kuna nini mke wangu, mbona sikuelewi? Joel alianza kupata wasiwasi baada ya kumsikia mke wake akitaja jina la Lulu. Amenitokea mara mbili akitaka nile nyama yake, alafu ameoza tu Kabla jamalizia simu yake ilikatika. Joel alizidi kuchanganyikiwa. Alitoa simu sikioni na kumpigia, lakini akaambiwa namba haipatikani, jambo ambalo likazidi kumpa wasiwasi. Alipiga zaidi ya mara 3 lakini majibu yalikuwa tofauti. Mara hapatikani, inatumika, na muda mwingine aliambiwa namba haipo. Kichwa kilimuuma mno. Aliwaza ni nini ambacho kinaendelea katika maisha yake. Ina maana Lulu ni kweli amefufuka au nimekosea wapi kwani? Alijiuliza kwa kuwa anafungasha vilago vyake kwa ajili ya kwenda nyumbani kwake. Alitoka hadi nje ya ofisi, kisha alipanda gari yake na kuanza safari ya kuelekea nyumbani kwake. Kwa mwendo usiokuwa kawaida, alipita magari ambayo yalikuwa yanatembea taratibu. Hatimaye alikuwa amefika nyumbani kwake. Alipiga honi kwa zaidi ya dakika 2 lakini mke wake hakuja kufungua. Hii ilizidi kumpa wasiwasi na mwisho aliamua kufungua mwenyewe na kusimamisha gari sehemu ya parking. Haraka sana aliingia ndani na kumkuta mke wake akiwa amelala chini na simu ikiwa imesambaratika. Ni wazi kwamba kuna kitu kisichokuwa cha kawaida kilitokea. Mke wangu,
Salome, nini shida mama? Aliuliza, lakini kimya kilipita. Aliweka mkono wake katika kifua cha Salome, aligundua mapigo ya moyo yanafanya kazi. Hakuwa na kufanya zaidi ya kumpeleka mke wake katika hospitali ya Butimba. Alipofika walimpima na kumwambia kwamba akae nje ili kusubiri majibu. Wakati yupo nje alimuona mtoto kama Lulu hivi akiwa anamuita, "Baba, baba." Asema, "Kosa langu kwa mama ni nini? Mbona ananiogopa? Nimemkosea nini mamangu?" Sauti ilipenya katika masikio yake. Mwanzo alihisi kama vile anaota hivi, kumbe kile ambacho alikuwa anakiona ni kweli kabisa. Yeye pekee ndo alikuwa anakishuhudia tukio lile. "Mama, si alisema kwamba uniue ili ale nyama? Si alisema hivyo? Au mama, naomba umletee baba chakula, mpe mama Jona." Mzimu wa Lulu ambao alikuwa anauona ulisema. Pembeni ya mzimu wa Lulu ulionekanika mzimu wa Rusi ambaye ni mama Lulu akiwa amebeba hotipoti ambalo alimkabidhi Joeli. "Mume wangu, hiki ndicho chakula ambacho nimekipika kwa ajili ya mke mwenza. Mpe Salome, maana alikuwa ananipenda sana, hata wakati nikiwa naumwa ni yeye ndo ambaye alikuwa ameniletea hiki chakula." Mzimu wa Rusi ulizungumza huku ukimpa hotipoti Joeli ambaye alibaki ameduatu na macho yake yameyatoa. "Mbona unichangamkia au nipendi? Haunipendi tena mume wangu?" Rusi aliuliza. Na Joeli alitaka kuzungumza lakini alishindwa. Maneno yalikuwa yamempotea ghafla. "Usijali mume wangu, mpe tu chakula. Sijaweka sumu kama yeye. Alafu mwambie kwamba nampenda. Bye baba." Lucy alisema, kisha alimshika mkono Lulu na kuondoka mahali pale. Joeli alikuwa anatokwa na jasho kana kwamba alikuwa anakimbizwa hivi. Kutoka kwa Lulu katika eneo lile kulimfanya apige kelele hadi watu wengine walimshangaa. "Kaka vipi, mzima lakini?" aliuliza mdada mmoja hivi ambaye alikuwa pembeni yake. Samani," alisema Joeli huko akiwa anajiumauma hivi. Maeneo ya makaburini watu walikuwa wamejikusanya kumsindikiza Grace katika nyumba yake ya milele. Dona na Fani hawakutaka kulaza mwili, waliamua kuzika mapema ili mambo mengine yafuatie. Upendo alikuwa ndio mbeba msalaba ambao ulikuwa umeandikwa jina la Grace. Moyo wake ulibeba maumivu makali ambayo hayakuwa na mfano wake. Kila alipomwangalia mchungaji ambaye alikuwa anaongoza sala, machozi yalimdondoka. Tuendelee kufuatilia hili swala mapema mno. Kumbuka siku 2 ambazo tulikuwa tumepewa tayari zishapita tayari. Ilikuwa ni sauti ya Dona akimwambia Fani, "Kweli kabisa, na inaonekana Upendo anaumia sana alisema Fani. Macho yake yamebadilika hadi rangi. Naona kabisa jinsi gani ambavyo ndani ya moyo wake kuna maumivu makubwa sana. Ambayo anayapitia. Alafu vipi kuhusu mtoto?" Dona alibadilisha mada kwa kugusia kuhusu mtoto wa Upendo. "Tamtafuta tu kwa hali na mali, tutampata. Ninaweka kabisa watu ambao wamehusika katika kifo cha huyu binti. Itakuwa ndo hao ambao wamechukua mtoto," alisema Fani. Sawa, muda wa kufikia huo," aliongea Dona huko kinyanyuka. Mchanga uliingia katika kaburi la Grace na Upendo alienda kusimika msalaba katika kaburi la mpendo wake, huku machozi yakidondokea katika kaburi lile. Hata mazishi yalipokuwa yamalizika na watu kuondoka, yeye alibaki akiwa ameshika udongo kwa mkono wake wa kulia, kisha alisema, "Grace, najua umelala dadangu. Najua umepumzika mapema mno, lakini hii hapa imenipa uchungu mimi. Imeniliza na nitaendelea kulia tu, kwani hata mwanangu pia sijui kwa wapi. Najua na maumivu juu ya kifo chako. Nilitamani kwamba usife, na kama ningelikuwa ni Mungu basi usingelikufa kabisa, tuendelea tu kuwalea watoto. Leo hii umemaliza mwendo kwa kuweza kuuawa. Najua kabisa kwamba kuna watu ambao wamekuwa wamefanya hivi, kama sio wale ambao walikuja pale nyumbani siku ile usiku na kukupa ukiziwi. Nani wengine? Najua ni wale, na nakuahidi kwamba kila mmoja ataonja radha ya mauti. Atalipa hichi ambacho wamekufanyia. Mimi sio muuaji, nimlipa kisasi. Hata kama nikikamatwa na mahakama au polisi kwa kuua, nitakuwa tayari. Ila kwa sasa hivi ni lazima nilipe kisasi juu yako. Lazima nilipe. Pumzika Grace. Pumzika. Kwa thamani yako naomba watoto wote niwaite Grace. Labda kidogo nitaweza kupunguza machungu. Wote nitawaita hivyo, maana bila wewe nisingeweza kuwapata watoto Grace. Na kuahidi kwamba nitawalea katika misingi sahihi kabisa na nitawalinda. Na huu mchanga ambao nimeushika hapa, nitaurudisha hapa siku ambayo tayari nitakuwa nimeshawamaliza watu ambao wamehusika katika kifo chako." Upendo aliweka kituo, lakini mwili wake wote ulikuwa umeloa machozi. Hata sehemu ambayo alikuwa amechuchumaa machozi alikuwa ametapakaa. "Tutakusaidia kulipa kisasi hata sisi pia." Fani aliamua kuweka sheria pembe. "Na mimi pia naungana na wewe. Naomba tuondoke," alisema Dona huku akimshika mkono Upendo, kisha waliondoka mahali pale. Bana, umesikia hiyo? Pendo amekula kiapo na ameondoka na mchanga wa kaburi, kasema ataurudisha siku ambapo waliohusika wamewekwa chini.
Kumbuka ni Malia na Noel ndo wamehusika lakini yeye kaanza kufuatilia mashaka kina Kani Kude na Suzi. Umeona bana? Bado mtoto wake hapo hajamlia kiapo. Lakini utamu ni kwamba Fan na Donna amesema kwamba tuko pamoja katika hilo. Sheria tunaweka pembeni, kisasi kwanza. Afu tutajua mbele kwa mbele. Timu zimetimia sasa. Upande wa kulia kuna Lulu na mama yake, au ni mizimu bwana. Katikati kuna Kani, Suzi na upande wa kushoto hapa kuna Upendo. Unahisi nini kitaendelea? Basi usiache kufuatilia simulizi tamu kweli kweli. Nitarudi mwanangu. Nitarudi. Alimwambia Chris kwamba atarudi lakini Chris mwenyewe hayupo. Atarudi kwa nani? Tutajua. Ndani ya SMX hapo msikilizaji unapata msimu wa kwanza mpaka mwisho na wa pili pia unapatikana huko. Kama unatumia iPhone tucheke kupitia 0677062012. Tumalize mchezo pia. Tukutane katika sehemu ya 7. Bye.